Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5. Tutaanza na siri ya kwanza, ahadi ya maskani ya kudumu ya Mungu na wanadamu. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 10 nasema: kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni, ikiwa tukisha kuvikwa hatutaonekana tu uchi. Kwa maana sisi tulio katika maskani hii twaugua, tukielemewa, si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno lilo lilo ni Mungu, aliyetupa arabuni ya Roho. Basi siku zote tuna moyo mkuu, tena twajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana. Maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Kwa hiyo tena, ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa, twajitahidi kumpendeza yeye. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Nini fundisho hapa? Dunia hii na mambo yake inapita, na kuna mbingu mpya na nchi mpya tunayoitarajia, yenye uzima wa milele. Rejea kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa kwanza na wa 3. Inasema: kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Hivyo fanya yote duniani, ila tambua wema ni akiba itakayokupa tiketi ya kuurisi uzima wa milele. Siri ya pili, huduma ya upatanisho. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 11 hadi 21 inasema: basi tukiijua hofu ya Bwana twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu. Naam, natumaini ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zetu pia. Maana hatujisifu wenyewe mbele yetu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yetu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni.
Maana ikiwa tumerukwa na akili zetu ni kwa ajili ya Mungu, au ikiwa tunazo akili zetu timamu ni kwa ajili yenu. Maana upendo wa Kristo watubidisha. Maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo, mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Nini tunafundishwa hapa? Msingi wa upatanisho wa Mungu na wanadamu ni injili ya Yesu Kristo peke yake. Rejea Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 6 inasema, kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Maana yake ni nini? Usipoitii injili ya Yesu Kristo, tambua bado hujapatanishwa na Mungu, yaani bado uko katika ufalme wa giza. Hivyo tenga muda kujifunza neno la Yesu la ufalme na uzima wa milele, na umwalike Roho Mtakatifu anene ndani yako ili upate kuelewa. Kumbuka jambo hili, usisahau hata siku moja. Yesu ni Mungu na Mungu ni Yesu. Pia mwanadamu ni Yesu na Yesu ni mwanadamu. Maana yake ni nini? Yesu alitupatanisha wanadamu na Mungu, na sasa ukimwamini Yesu Kristo tayari unafanyika kiumbe kipya cha Mungu. Unakuwa umeunganika na Mungu katika ulimwengu wa roho. Rejea Yohana 14 mstari wa 23. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Narudia, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Hivyo ukimfanyia jambo baya mwanadamu wenzako, tambua umemfanyia Mungu. Pia ukimfanyia jambo zuri mwanadamu, tambua umemfanyia Mungu. Rejea Mathayo 25 mstari wa 44 hadi 45. Inasema, ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au umgeni au uuchi au umgonjwa au ukifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadri msivyomtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Umeona? Kwa hiyo mwanadamu mwenzako ukimtendea jambo baya, unamtendea Mungu na unamtendea Yesu. Na ukimtendea jambo zuri, unamtendea Mungu na unamtendea Yesu, na unapata baraka, kwa sababu tumepata neema ya kujibariki sisi wenyewe kupitia matendo mema. Kadri tunavyowatendea mema wenzetu, ndivyo Mungu anazidi kutubariki na kutuunganisha, kwa sababu mpaka sasa tumeunganishwa chaini na Mungu na Yesu Kristo na mwanadamu, kitu ambacho kinaleta uzima wa milele. Ombi. Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu na maisha yetu, tunaomba amani, furaha, upendo na haki ya watu wako walioonewa itawale ulimwenguni mwote, juu ya mataifa yote.
Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.